Poa kabisa. Najua safari ilikuwa ndefu kidogo Anyway, binafsi kwanza mimi nikupe hongera kwa unachokifanya kwa Instagram na mitandao mingine. Asante. Okay. Zile contents kwa haraka the way ulivyo wewe, muonekano wako and na unavyofanya kupitia mitandao ya kijamii, like mazingira fani hivi, wengine wanasema kimaskini, wengine wanasema like hayafanani na wewe jinsi ulivyo. Ukikutana na comment design hizo unajisikiaje? Kwa sababu dada wengi sasa tushazoea, wengi wanaenda kujispoil, watu waonyesha wako kwenye good apartments, wengine wako kwenye hoteli nzuri, lakini wewe unaishi kwenye maisha yako hasilia. Na kitu gani kilichokufanya wewe uweze kukionyesha in public? Hebu niambie, tupige story rafiki yangu. Hebu niambie. Hayo ndio maisha nilozaliwa nayo. Tangu mdogo mpaka sasa. Okay. Ilikuwa chumba kimoja. Tunalala watu wengi. Mko mnalala watu wangapi? Ni 8 hivi. Watoto wa mama mmoja au watoto wa mama tofauti tofauti? Mama ni mmoja. No. Kwa hiyo nyinyi mlizaliwa watoto 8? Okay. Kwa kitanda kimoja unalala wewe, mama na watoto. Kuna wengine tunalala mpaka chini. Really? Okay. Ni hapa Dar es Salaam au mkoani? Ni mkoani. Mkoa gani? Mwanza. Mwanza. Kwa hiyo ni Msukuma. Mashallah, Sukuma na kwa geupe. Anyway, kikawaida inaonekana behind the scene kwamba kuna maisha fulani hivi yalikuwepo hapo katikati. Si ndio? Kwa hiyo sasa hivi upo Dar es Salaam au uko labda umekuja kutembea ndugu jamaa na marafiki? Amna. Nimekuja hapa Dar. Sasa hivi uko Dar, unajishughulisha na nini? Ni bado naangalia kutafuta flame ili kuendelea na biashara. Biashara aina gani? Ya mama ntilie. Ya mama ntilie. Okay. Mama ntilie. Jamani, mama ntilie inasemekana wengi wa siku hizi mama ntilie wamekuwa ni wazuri mno. Kwa nini sio kuuza nguo? Kwa nini mama ntilie? Mimi naipenda sana mama ntilie. Okay. Wewe kama wewe. Okay, sawa. Okay, ningependa kingine kufahamu zaidi. Tumeweza kuona unashare kila kitu, godoro lako, jiko lako, unavyoenda toilet, kuoga na vitu kama hivyo. Maisha yako unasema uasilia. Pengine unakutana labda na changamoto yoyote about kukuprovoke, labda kukusema, wengine inamaanisha hivyo, au wengine labda wapo ambao unakupa hongera, au unakutana na comments aina gani mtaani pamoja na mitandaoni? Wanaongea sana. Okay. Wanasema binti nzuri unalala maisha hayo. Bado uko na maisha mazuri. Okay. Mimi naambia ndo nimeyapenda haya maisha. Nimeyapenda haya maisha. Kwa binti kama wewe jinsi ulivyo, wengi wao, sorry to say this, si wa provoke wasichana wenzangu, lakini wengi wao unakuta wanaenda kujikita katika maisha ambayo si ya hayapendezi. Wanatumia mwili wao pengine au mionekano yao kuweza kutafuta riski ambayo sio halali. Pengine wewe ushakutana na vishawishi kama hivyo, baba kudanga, mwingine akwambia bwana wewe mjini hapa changamka, kuna babu, kuna mjomba pale nakwambia. Wewe mtoto una shape, mtoto hivi. Unakutana na watu wa design hiyo, watoto wa mjini yani. Nimekutana na wengi sana. Ushakuniambia hizo kazi hazifai. Zinafaa za udanganyifu, mimi haifai. Huwa anatumia maneno gani ya kushawishi? Kuna maneno mengi siku hizi mjini, kuna kutumiwa pesa, kuna kutumiwa gari, kuna kutumiwa hati ya nyumba. Wao wanatumia maneno ya design gani kuweza kuapproach wewe, kuweza kuingiza labda pengine kwenye hiyo changamoto? Sana ni hela. Na nyumba. Hela na nyumba. Kwa mfano labda ya gharama kiasi gani? Hata milioni wanakuja. Anakuambia milioni hii hapa. Milioni hii hapa. Na wewe unakataa milioni kabisa, dada mzuri. Milioni hii hapa. Hujafanya kazi yote, hujashiriki, unaambiwa milioni hapa unakataa. Mimi nakataa. Kwa nini unakataa? Mbona wapo wengine ambao wanakubali? Unajua sasa hivi maisha magumu, afu Januari wewe. Maisha ni magumu kweli, lakini mimi lazima nikatae. Kitu gani unasema kwa nini? Ni either una hofu ya Mungu, ni either utaki ukue au makuzi katika maisha yao baada kuja kuhadisia kizazi chako, au ni kitu gani mpaka unasema mimi nakataa hii? Kifanya kazi kama ile, umewazaa wanao, ndio wanakuona kazi kama ile. Unawafundisha nini watoto wako?
Okay. Haifai kabisa kazi kama ile. Okay, kwa una ushauri gani kwa wadada ambao wapo hapa mjini maisha yao ni kutegemea wanaume especially katika kudanga, unanielewa wengine labda kujikita katika biashara ambazo si haramu na kuweza kupata afya, matatizo ya akili kama madawa ya kulevya. Unajua ukishakuwa katika age kama hii ya kwetu vishawishi vinakuwa vingi sana. Pengine una ushauri gani kwao, kwa binti mrembo kama wewe? Kama mimi hapo ushauri. Hawafai kufanya kazi kama hizo. Unajua kama wengine wengi sana huku mtaani kwetu. Hebu niambie mtaani kwenu, kwa mtaani kwenu wapi huko? Watoto wa wapi? Mbagala, Buzai. Yaani kama huko Mbagala uta mtoto mdogo mno anatembea na baba mtu mzima. Unajua haifai kama nini? Kimwa mtoto mdogo atembea na baba mtu mzima. Kimwangalia yupo kama ni babao kabisa yule. Unashangaa mwingine anatembea naye. Wazee sasa hivi unataka kumpa salamu akaikataa. Wazee hao. Sasa ukimpa salamu shikamoo anakwambia utanyima nini? Wewe binti. Hataki kunyimwa mzee. Hataki kunyimwa kabisa huyo mzee. Ukijiangalia naye tofauti kabisa. Okay. Mbagala huko. Mbagala huko. Ushakombwa namba na mzee? Wapo wengi sana hao. Hao wazee na ni baba. Yaani ukimwangalia usali babako lakini kimwambia sika babangu anakataa kabisa. Anakuambia mimi nimekuzaa. Lakini wanasema wazee ni watu ambao wanaohudumia. Wewe unaonaje leo? Ni kweli wazee ni watu wa design labda wengine kwa wazee ambao umekutana nao? Wale kushawishi. Sijakataa wazee wanahudumia lakini mimi hamna. Wewe hapana? Hapana kabisa kutembea na wazee. Dada mzuri huyo. Kwa hiyo wanatembea na wazee wanakosea. Wanatembea na baba zao. Wanatembea na baba zao? Yule ni kama baba. Okay. Nadhani ndugu zangu mmeweza kusikia hiyo. Nadhani hiyo kodi ni muhimu sana kuweza kuchukua. Mnye mnaotembea na wazee mnaambiwa kwamba wazee ni baba zenu, wasio waume zenu. Anyway, kupitia mtandao wa kijamii nimeweza kukuona siku moja upo sehemu kama kijijini hivi. Design fulani inaonekana kama kuna kitu kiko behind the scene. Nikasema dada mzuri anajenga au? Najenga Mwanza. Unajenga Mwanza? Wow, kwa wewe sasa hivi unajitegemea mwenyewe, unaenda kujenga nyumba yako mwenyewe? Ishafika mbali. Okay, hapo mimi ningependa kujua. Okay, nyumba sasa hivi ishafika mbali? Kama vyumba vingapi? Vyumba 2 na sebule. Vyumba 2 na sebule. Okay, si mchezo. Wengine tunakaangia mayai. Anyway, Mungu atuongoze. Always katika mahustling za wanawake wengi, backup lazima iwepo. Pengine una backup yote. Pengine kuna mtu anakushika mkono kwenye kujenga nyumba, nikimaanisha mpenzi au sponsor au rich auntie, au ni wewe mwenyewe tu, chochote kitu ndio kinakupelekea? Amna. Sina mpenzi, sina baby. Ni mimi tu mwenyewe najenga na pambana. Ni wewe mwenyewe unajenga unapambana. Okay. Kwa hiyo unajishughulisha na nini hasa? Maana sio mchezo kujenga. Biashara yangu kubwa ya mama ntilie. Ya mama ntilie. Ndio biashara yangu kubwa. Na inalipa. Kwa siku wewe unaweza ukauza sahani ngapi? Kwa siku? Kwa ambao pengine wanaidharau kazi ya mama ntilie. Maana tuna mtu kama Shilole, Eshabueti nao walianza kutoka huko mpaka pale walipofika. Kwa haraka yani ina faida shilingi ngapi kwa mama ntilie kwa siku tuseme? Kwa siku moja? Ni 100,000. Faida. We, kwa hapo tuko tuna wiki 5 tuna 500,000. Nyie jamani, ndugu zangu, mnaodharau kazi ya mama ntilie kama mnavyosikia hapo, kazi ya mama ntilie inalipa. Na dada mzuri hapa kashasema anajenga, hana backup ya mwanaume, wala rich auntie, wala nani, yupo yeye kama yeye. Okay, deep and down ningependa kufahamu. Pengine upo na mahusiano kwa sasa au umechumbiwa au una mtoto? Your lifestyle yako ikoje yani katika upande huu? Bado sijapata mtoto. Okay. Bado. Masha, wewe una mtoto hapo lipo? Hebu simama, mimi siamini, msimama kwanza nikuone. Hivi nimesimama kabisa. Jamani. Haya ka. Kweli dada una misimamo yako. Unajua watu wengine ujinsi wao ulivyo
wengi wao ni masingle mother. Unakuta mtu ana mtoto, mwingine katelekezwa, lakini mwingine unakuta kajaliwa, kapata ndoa. Ndio maana unaona siamini. Wewe nimekuambia usimame kwa sababu anasema pengine ukimwona mtu unajua huyu kazaa au bado. Ndio maana nakwambia usimama kwanza tuweze kuona. Anyway, mimi napenda unachokifanya sana Instagram, na natumaini kuna watu ambao wamesikia mawili matatu pengine walitaka kuyasikia, lakini umenijibu kwamba kuwa hauna mtoto. Mahusiano? Sinidanganye, sitaka kabisa hapa kwenye mahusiano. Tunataka tujue leo. Maana tunaambia tu wananitafuta DM, lakini leo tunataka tujue, tuweke wazi. Mahusiano yapo au hayapo? Maana kaka zetu walikuwa behind the camera wanatutazama hapa. Hebu niambie kipenzi. Dada mzuri, upo na mahusiano au haupo na mahusiano? Single. You are single? Okay. Sorry to say this, lakini wewe mara mwisho kutokuwa na mahusiano ulianza lini? Yaani ni mwaka huu au tangia mwaka jana ulikuwa uko single? Tangia mwaka jana. Tangia mwaka jana? Hauko single. Kwa hiyo hapo ulipo dada mzuri kukutana na mwanaume? Bado. Wewe. Labda kataka kurudi. Sikuna ile kukumbushiana. Amna kabisa sasa hivi. Okay. Basi sawa. Mimi binafsi nimeweza kupenda sana, tumeweza kupiga stories, tumeweza kutaniana matani hapa na pale, lakini leo nataka tuondoke na kitu kimoja. Kuna wadada ambao leo wapo ambao wana fake maisha yao kupitia mitandao ya kijamii, si ndio? Ambao pengine wanaona kwao kuishi kwa kufeki ndio maisha. Ushanielewa? Na hapo kuna watoto ambao kwa mitaani siku hizi bado wadogo, lakini kama unavyosema wana wababa. Lakini ukiachana hiyo, mimi ningependa sasa uwazungumze wazazi ambao pengine wamejaliwa watoto. Una ushauri gani kwa wazazi? Kwa sababu kizazi cha sasa hivi kinasemekana cha 2000 kimechangamka, kina mazonge, kina mazingzong. Una ushauri gani kwa wazazi? Kwa wazazi. Kwa wazazi. So sasa hivi nao wazazi napo wanachangia. Wazazi nao siku hizo wamechangamka. Nao wazazi nakuta naye Gen Z. Wazazi napo wanachangia. Ukimwona maana tabia mbaya na nampa support. Yes. Kiwa mzazi ukimwona mwana yuko vile, unatakiwa uwe mkali kwa mwanao. Kimwacha anaendelea ile tabia, hawezi akaacha kabisa. Maana kishaingia mpaka damu mwilini. Kutana wale mashoga wanavodanganyana, haifai kabisa. Okay. Sawa, nataka natumalizie na hii ya mwisho kama hutojali, lakini ningependa kujua wewe kwako dada mzuri, mwanaume gani ambao unamhitaji awe na vigezo vipi ambao unaweza kusema huyu mimi mwanaume ananifaa kwa sababu mimi ni mwanamke mpambanaji? Mwanaume mwenye at least 3 au 4 hivi. Ya kwanza, awe ana akili kichwani. Awe ana akili. Wanaume siku hizi hawana akili. Kuna wengine wajitambui vizuri. Hawajitambui. Jamani mjitambue. Hilo moja. Akili sasa kivipi? Akili ya kibiashara, akili ya kimaisha, akili ya nini? Akili ya biashara na ya maisha. Okay. Kengine? Chengine wanaume napo na vitu vingi. 4 tu mimi vinanitosha. Ushanambia awe na akili, maana yake awe anajielewa. Cha pili? Cha pili, ajue hata nyingine na biashara. Yeye umeongeza kukaa naye hata kufanya kazi kabisa. Akae tu ndani. Anataka kulelewa. Wale kwa kulelewa wale. Chengine napenda na muonekano. 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 Muonekano gani? Maana siku hizi kuna gentleman, kuna bishow. Sasa upi au handsome boy? Yaani sisi nikajikaje upi sasa hapa? Kiko cha tatu hicho kabla tujafunga kipindi chetu. Awe handsome boy. Handsome boy. Guys, dada mzuri anataka handsome boy kama yeye alivyokuwa cute girl. Cha mwisho cha 4? Cha mwisho pale cha 3. Cha mwisho cha 4. Mwana muda ututoshi. Cha mwisho hata na mavazi aje kuwa vizuri. Awe anajua kuvaa. Anajua kuvaa. Unajua kuna wengine hawajui kuvaa kabisa. Kwa mwanaume wako anatakiwa awe anajua kuvaa. Ajue kuvaa. Okay. Ajue kuweka smart. Aweze kujiweka smart. Okay. Jamani,
Hayo ni maneno kutoka kwa dada mzuri, kasema ya kwamba ili wewe uweze kuwa mtu ambaye labda pengine utahitaji kuingia naye katika mahusiano, hakikisha una vigezo hivi hapo. Vingine mtamalizana nyinyi wenyewe, ila sisi tunataka tu tujue vilivyomo vimo au havimo. Anyway, nishukuru sana kwa muda wako ambao muungana nasi mwanzo hadi mwisho, na pia nishukuru sana kwa wewe mtu ambaye kila siku unatufuatilia hapa kutoka PMTV2. Mwenyezi Mungu akubariki sana, na usichoke kwa sababu burudani nyingi zinakuja. A lot of exclusive interview utazipata hapa kwetu. Hakikisha tu umeka bando lako la kawaida. Mimi Zuchuk, kazi yangu ni kupa heka nyingi. Leo hapa umetembelewa na dada mzuri. Next time guess who atakuja hapa. Basi sisi tunasema